nimpongeze Mheshimiwa Balozi. Mheshimiwa Balozi ni mtu mchapakazi, mtu muungwana sana. Mheshimiwa Balozi Isaac Njenga kwa hii miaka mitatu ambayo amekuwa hapa Tanzania amefanya kazi kubwa sana. Marais wetu, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Kenya Mheshimiwa Ruto walitoa maelekezo kwamba kuna umuhimu sana kwamba vile vikwazo vyote ambavyo vinazuia biashara kati ya nchi zetu mbili viondolewe. Na hivyo vikwazo viliainishwa, vilikuwa vikwazo 68. Na kipindi cha huyu ndugu yetu Balozi amefanya kazi kwa ukaribu sana na viongozi wetu kwenye Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia na sisi wizarani kwetu, Wizara ya Mambo ya Nje, wameondoa vikwazo 58 kati ya vikwazo 68. So kazi kubwa imefanywa kipindi hiki cha huyu ndugu yetu Balozi. Ni mtu muungwana, chapakazi, na sisi kwa ujumla kama Watanzania tutamisi sana. Biashara inaongezeka kati ya sisi hizi nchi zetu mbili. Mwaka juzi kulikuwa inakisiwa kwamba biashara iliyofanyika ilikuwa ni trilioni 1 na bilioni 393 shilingi za Kitanzania. Mwaka jana ilikuwa trilioni 1 bilioni 879. So uchumi unaongezeka. Na sasa hivi sisi wa Tanzania ndio tunauza zaidi kule Kenya kuliko wao wanavyouza huku kwetu sisi. Kwenye uwekezaji kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa kumekuwa kuna miradi 98 kutoka Kenya nchini Tanzania ambayo yenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 346. Na sisi wa Tanzania tumeanza kuwekeza Kenya. Na haya yalikuwa maagizo ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba Watanzania sasa na wao waweze kuwekeza Kenya, sio wao wanawekeza tu kwetu. So sasa hivi kumekuwa na wawekezaji zaidi ya 30 wakubwa Kenya ambao wamewekeza zaidi ya dola milioni 10 na kupeleka kazi kwa Wakenya zaidi ya 2600. So mahusiano yetu ni mazuri sana, mahusiano yetu ya kindugu, ni ya kihistoria, na naamini tutaendelea hivi. Jambo la kwanza, nimeona kumekuwepo na ongezeko la biashara baina ya nchi zetu mbili. Napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais na serikali yake kwa kutupa ushirikiano mkubwa na kulifanikisha hili. Tumeona kumekuwepo na wawekezaji wengi tu kutoka Kenya ambao wamezidi kuja Tanzania kuwekeza, na katika uwekezaji huo wametengeneza ajira kwa wananchi wetu, hususan vijana wetu ambao wanaingia kwenye soko. Lakini pamoja na hayo tumeona pia mabadiliko makubwa kwamba kwa sasa kumekuwepo na Watanzania wengi ambao sasa wanaenda kuwekeza Kenya. Watanzania, makampuni makubwa ya Kitanzania, makampuni pia ambayo ni ya wastani na makampuni pia madogo ambao wameenda kuwekeza Kenya. Hili alikuwepo mwanzo, tulikuwa tunaona ule mtiririko haukua sana. Lakini katika muhula wa kwanza wa serikali hii ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kipindi ambacho mimi nimehudumu hapa, tumeona kumekuwepo na ongezeko la wawekezaji kwenda Kenya, na biashara kwa ujumla imeongezeka. Hivi majuzi tumekuwa na mashindano ya CHAN ambayo yametokea kwa kuwa tulifanya kitu ambacho tunakiita pamoja bid. Ile tuliwania kuweza kuwa wenyeji wa mashindano haya kwa pamoja, Kenya, Uganda na Tanzania. Hiyo ndio mara ya kwanza mashindano ya CHAN yamefanywa nchi 3, na itakuwa ndio mara ya kwanza mashindano ya AFCON kufanywa kwa nchi 3. Ina maana kuwa sisi tunaposhikana hivi nchi hizi za Jumuiya ya Afrika Mashariki tunakuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya mambo makubwa na kuwa na ushindani mkubwa katika hata soko la kimataifa. Kwa hivyo hili kwangu nalipongeza, na napongeza serikali ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kufanikisha na maelekezo yake na muongozo wake ambao sisi umetuchangia sisi kama watendaji, pamoja na ushirikiano ambao tumeupata pia kwa Mheshimiwa Rais William Ruto kuelekeza ya kwamba tufanye kazi kwa pamoja ili kufanikisha na kukuza uhusiano wa nchi zetu na pia kukuza jumuiya yetu kwa jumla. Mimi naondoka Tanzania, nchi ambayo nimeipenda, nimejenga mahusiano mengi, nimepata marafiki wengi, sikutatizika, manake desturi na mila zetu zinafanana, vyakula vyetu vinafanana, lugha zetu zinatofautiana pengine,
lafudhi, lakini pia ni hicho Kiswahili. Kwa hivyo natoka nchi ambayo imekuwa ni nyumbani